Kwenye kisiwa cha burudani, kila mtu alikuwa akijadili jinsi ya kujifurahisha. Ni mwanamume huyu tu alikuwa akipiga silaha kwa makali. Kisha alichukua fursa ya kutokuwapo kwa mtu kuiba boti la uokoaji kutoka chumbani. Mwenzi alimwona na kuchanganyikiwa, akifikiri ana mpango fulani. Lakini kwa kweli mwanamume huyu alikuwa mzaliwa upya. Katika uzazi wake uliopita, alikuwa amewaalika wenzi wake kupumzika kwenye kisiwa. Lakini wakati wa likizo, waliambuliwa na shaa kubwa. Meli iliharibika na walijiandaa kukimbia kwa boti la uokoaji. Lakini mwanamume kwa bahati mbaya alianguka baharini. Aliwaita msaidizi wake wa kike. Wenzi wengine walimzuia kwa sababu mtu lazima adanganye shark. Mwanamume aliamua kukata tamaa, lakini kwa matokeo hakufa na alizaliwa tena. Akirudi saa 5 kabla ya kutua kwenye kisiwa, meli ilikuwa inakaribia kisiwa. Wakati huu alipokea simu kutoka kwa kikundi cha walezi. Kwa sababu ya hali ya hewa, meli ya kuwachukua nyumbani ingefika siku 3. Walilazimika kuwa tayari kukabili hatari wakati wowote. Kukumbuka uzoefu wa uzazi wake uliopita, mwanamume hakuweza kuepuka kuogopa. Wakati huu Shaki alielea mbele. Mwanamume mara moja aliwaonya watu wote warudi nyuma na kufuta mpango, na akafafanua hatari inayokuja, lakini hakuna mtu aliyemwamini. Walifikiria alikuwa anafanya mzaha. Ni msichana huyu tu alikuwa tofauti, na katika uzazi wake uliopita ni msichana huyu tu alikuwa amemwokoa. Wengine walikuwa wanataka tu pesa zake. Kwa hivyo wakati huu aliamua kumlinda vizuri. Kufika kwenye kisiwa, kila mtu alivutiwa na mandhari hapa. Walishuka meli mmoja baada ya mwingine kuchukua picha. Wakati huu mwanamume alikumbuka kuwa katika uzazi wake uliopita mtu alikuwa amekanyaga kioo kwenye ufukwe. Kwa hivyo aliwaonya kwa huruma. Bado hakuna mtu aliyetaka kumwamini, lakini sekunde inayofuata utabiri wa mwanamume ulitimia. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyokuwa, basi shambulio la shark katika dakika 10 lingetimia pia. Kwa hivyo wakati wao walikuwa wakizungumza kuhusu sherehe ya muziki ya jioni, alichukua boti la uokoaji na msichana kwenda kwenye ufukwe mwingine. Wakati huo mtu alitupa nyama iliyokuwa inakaushwa jioni baharini kuisafisha. Kwa wema, mwanamume aliwaonya kuwa nyama mbichi ingemvutia shark, lakini wao sio tu hawakumwamini, bali hata walijisafisha majeraha yao kwenye maji. Mwishowe mwanamume aliangalia saa kwa kutokuwa na budi. Kinachoangojea kingekuwa mamake shark mwenye njaa ya damu.